Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemaje? Du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, walinganizi ambao wanalingania katika milango ya moto wa jahannam, na yeyote atakayewaitikia katika hiyo da'wa yao, qadhafuhu fiha, watamtia katika nini? Watamtia katika moto. Sasa kama maduati wenye kulingania katika milango ya moto wa jahannam wamekuwa wengi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema du'atun ila abwabi jahannam katika hadithi ya mwanzo, hadhihi subulun ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, katika kila njia kuna shaitani analingania. Kwa hiyo katika hali kama hii athabati ala sunna ni jambo gumu kiasi, inahitaji mara kwa mara kukumbushana, kuelekezana na kuelimishana kuhusiana na jambo hili. Hatari yake ni kubwa sana. Kwa hiyo ahlul ilmi wametaja sababu za kuthibiti juu ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kuthibiti juu ya manhaj salafi. Lakini sisi tutataja sababu 5. Sababu ya kwanza, alilmu nafi'u wal amalu salih, elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mema. Hii ni sababu ya mtu kuthibiti juu ya sunna, kulazimiana na elimu ya kisheria, kulazimiana na jambo la kusoma dini na kufanyia kazi ilmu. Hii ni sababu ya kuthibiti kwenye sunna, kwa sababu mawimbi ni makubwa sana na ni makali. Kwa hiyo pasi na kujibidiisha katika jambo la kusoma dini na kuifanyia kazi ilmu unayoisoma, basi ni vigumu kuweza kuthibiti katika sunna, kama anavyosema al-Imam al-Allama al-Barjas rahimahullahu ta'ala pale aliposema wala sabila ila suluki sabili sunna illa bililmi alladhi yakshifu alhaqa'iqa wa yuniru at-tariq, wala hakuna namna ya mtu kuifuata njia ya sunna akashikamana na njia ya sunna iliyonyooka illa bililmi alladhi, isipokuwa kwa elimu ambayo yakshifu alhaqa'iq, itakayomwekea wazi uhakika na uhalisia wa mambo. Bila ya hivyo atabaki kwenye haira, hajui ipi haki ipi batil, na atakuwa kwenye mkanganyiko. Kwa hiyo elimu ndio kitu pekee ambacho kitamwekea wazi mambo, wayuniru tariq, na kumwangazia njia ya sawa. Kwa hiyo elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mazuri, kusoma na kufanyia kazi ilmu, al-amalu bil-ilmi, ile elimu unayoisoma kuifanyia kazi. Umesoma tauhid ukashikamana na tauhid, hata kama utatengwa na ndugu zako kwa sababu tu ya kushika tauhid. Umeisoma sunna ukashikamana na sunna, hata kama kijiji kizima kitakutenga, ukashikamana na sunna. Kwa hiyo al-amalu bil-ilm, elimu na matendo. Kuichukua elimu peke yake alafu ukaacha matendo, hii ni njia ya Mayahudi, na wala uwezi ukafika, wala uwezi ukasalimika. Kwa sababu kama elimu peke yake inatosha kumsalimisha mtu na upotevu, basi wangesalimika Mayahudi. Mayahudi walikuwa na ilmu ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wewe unavyowajua watoto wako, lakini wamepotea, hawakusalimika na dhalala kwa sababu ya kuacha nini? Amal bil ilmi. Yale unayoyajua yafanyie kazi, lete amal, tekeleza. Kwa hiyo atakayechukua ilmu akaacha matendo, huyo anaenda njia ya Mayahudi, na matokeo yake ni yale yaliyowatokea Mayahudi. Kadhalika atakayechukua matendo akaacha ilmu, huyo anaenda njia ya Manaswara, na matokeo yake ni yale yaliyowatokea Manaswara, ni kupotea tu. Ama yule atakayechukua ilmu na matendo, huyo ndio anapita njia ya wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Anasema al-Imam al-Mujaddid
Muhammad ibn Abdul Wahhabi at-Tamimi rahimahullah anasema hivi, akizungumzia haya makundi matatu, wale waliochukua ilmu na amal, wale waliochukua elimu peke yake na waliochukua matendo peke yake. Anasema qasamahum ila thalathati aqsam. Allah subhanahu wa ta'ala amewagawa watu wote katika makundi matatu. Kundi la kwanza mun'amun alaihim, kundi la walioneemeshwa. Kundi la pili maghdubun alaihim, kundi la walioghadhibikiwa. Kundi la tatu dallun, kundi la waliopotea. Kisha akasema mun'amun alaihim, kundi la kwanza ambalo ni kundi la wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ahlul ilmi wal amal, ni watu wa ilmu na matendo, wamechukua ilmu na wakachukua amali. Hao ndio walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni sababu ya athabati ala sunna, ilmu na amal. Maghdubun alaihim ahlul ilmi duna al-amal, ni wale watu wa elimu pasi na matendo. Wahumul yahud, nao ni mayahudi, walikuwa wanajua kumjua mtume sallallahu alaihi wasallama na ile haki aliyokuja nayo, lakini wakaacha amali, wakafuata matamanio ya nafsi. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Wale tuliowapa kitabu wanamjua mtume sallallahu alaihi wasallama kama vile wanavyowajua watoto wao, lakini kundi katika wao wanaificha haki hali ya kuwa wanaijua. Kwa hiyo hawakupotea mayahudi kwa sababu ya ujinga wa kutoijua haki, bali walipotea kwa sababu ya kutoifanyia kazi haki, kutoifuata haki. Waliijua lakini wakafuata matamanio ya nafsi. Kwa hiyo walichukua ilmu wakaacha amal, wakaghadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio anasema al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, anasema man fasada min ulamai hadhihi al-umma, atakayekuwa muovu katika wanachuoni wa umma huu, ana ilmu lakini akawa mtu muovu akapotea, fafihi shabahun min al-yahud, basi anafanana na mayahudi, kwa sababu mayahudi walipotea hali wana ilmu. Anasema waman fasada min ubadi hadhihi al-umma, na atakaye kuwa muovu katika wale wafanya ibada wa umma huu, anafanya amal lakini akawa ni mwenye kupotea, fafihi shabahun minan nasara, basi anafanana na manaswara, kwa sababu manaswara wanaabudu lakini wanaabudu kwa upotevu, wakachukua shirki na kufuru wakafanya ndio qurba, yataqarrabuna biha ila Allah, wanajikurubishia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatu salib, ibada ya msalaba. Athalithu thalatha, utatu mtakatifu, itikadi ya kwamba Isa mwana wa Maryam ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote ni shirki na kufuru, lakini wakafanya ndio qurba, wanajikurubishia kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanaabudu lakini wamepotea kwa sababu ya kuacha ilmu wakachukua matendo. Kwa hiyo sababu ya kwanza katika sababu za athabati ala sunna, alilmu nafi'u wal amalu salih, elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mazuri. Anasema al-Imam al-Fudayl ibn Iyadh rahimahullah, anasema la yazalu al-alimu jahilan bima alima, haachikuwa mwenye elimu ni mjinga kwa kile alichokijua. Kwa hiyo elimu aliyokuwa nayo, lakini haachikuwa bado mjinga, hata ya'mala bihi, mpaka afanye matendo. Fa idha amila bihi kana alima, atakapotenda matendo kwa mujibu wa yale anayoyajua, yale aliyoyasoma, akatabikisha elimu yake kwa matendo, kana alima, hapo ndipo atakuwa alim. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza ya kuthibiti juu ya sunna, alilmu nafi'u wal amalu salih, kulazimiana na jambo la elimu ya kisheria, kusoma, kadhalika kufanyia kazi yale unayoyasoma.